Kihalisia mechi, nafikiri mechi ilikuwa jinsi ilikuwa, kipindi cha kwanza kucheza vizuri. Kihalisia naweza zungumzia kwa kama kwa leo hatukucheza vizuri, hatukuwa mkiwango kizuri, sijui kwa nini. Hata tuliona mwanzo jinsi tulianza, the way tulikuwa tunacheza, unajua wakati unataka kucheza mpira wa kupossess, unatembeza, inabidi ujilinde kupoteza mpira. Tulikuwa na kikao vizuri wakati tuna block ilikuwa kidogo iko median ya kati wakati tunapoteza mpira, lakini wakati sisi tunapata tulikuwa tunashindwa kumiliki, tunapoteza hofu sana. Leo sijui ilikuwa ni kitu gani. Niamini tu kama siku haikuwa nzuri, kama siku zingine asikuwa zote, siku kisawa. Kuna siku ambayo iko siku nzuri, lakini kwa leo sitakwambia fulani na fulani cheza leo. Kwa kweli kwa timu leo tucheza mkiwango cha chini sana, na hauwezi kuwa kushambuliwa zile dakika. Ndio plani ya kwanza ya game ilikuwa kwanza tucheze kwanza, tunaangalia kitu to progress kutokana na physiognomy ya mechi gisi. Kipindi cha kwanza gisi niona kama kabisa, hata kipindi cha kwanza kuzama hatakuwa vizuri kucheza. Tulicheza tu kama kwa compact kujilinda, tusifungwe, tunakuwa kwa kushtukiza, lakini hatakuwa vizuri. Na kipindi cha pili mwisho wa siku kuna vitu viwili vinachokesha kwenye mpira. Wakati unakimbia nyuma mpira na wakati unaingia kwenye duel sana. Sasa si ilionekana muda mwingi tulipoteza mpira tukaanza kimbia nyuma mpira. Na wakati unapokimbia nyuma mpira sana, unaruhusu uchezee kwako. Na wakati ukichezea kwako ni lazima makosa yanakuwa mengi. Mwisho wa siku kishapoteza, kuna kitu gani tena kitabidi ulinde? Hakuna cha kulinda. Ndio ilikuwa inabidi basi tucheze kisi inabidi chance yote kutafuta, lakini mwisho kama ushapoteza ndio hivyo. Kuna wakati nasema plani yangu ni hivi, nikikosa basi at least nibaki na pointi ambayo niko nayo. Lakini ndio hata ndio nilisema, unajua tulikuwa tunaanza kupoteza mipira mingi na tunaanza kuwa kama wanatushambulia tunakaba. Mwisho wa siku inabidi ongeze tena nguvu, watu ambao watakuwa na uwezo pia wa kukaba. Wewe ni mchezaji mzuri, ana ability nzuri, ana skills nzuri, lakini masuala ya kukaba hutamwambia sana. Kwa hiyo ingekuwa vizuri, unajua FIFA kupatia chance ya wachezaji watano, unasema unaweza ongeza. Uwezo ukazana na mtu wakati alisha drop chini kiwango, inabidi uongeze nguvu nyingine. Ndio hiyo, lakini mwisho wa siku kama unapoteza tu mpira, unapatia opponent wako mpira kila muda, ni lazima utaadhibiwa tu mwisho wa siku. Kwa kweli hatukuwa mkiwango kizuri, na hatukucheza vizuri hata kidogo. Niamini tu kama kweli ilikuwa ni siku mbaya juzi. Haikuwa siku mbaya tu kwetu. Hata mwanzo tu mechi kisianza unasema tu hapa kuna tatizo tuko nayo leo. Juu sitakutajia sema ni fulani na fulani. Karibu timu yote ndio tulikuwa. Timu yote tulikuwa. Mistakes zilikuwa mingi ambazo tulifanya leo. Nafikiri hata nyinyi mkipata muda tena kuangalia au mlitizama. Leo tufanya mistake nyingi sana. Nyingi sana. Siwezi nikahakikisha hiyo juu tulipata nafikiri siku mbili ya zaidi ya Yanga. Tulipata siku mbili ya zaidi ya Yanga, kwa hiyo siwazi juu na yeye mwenyewe alimaliza kucheza derby. Najua kama alipoteza nguvu nyingi sana. Ni hiyo tu, kuna siku ambazo siku zingine zinakuwa ziko sawa. Siku zote ziko sawa, ndio maana kuna Jumamosi, Jumapili, Jumatatu. Ziko sawa. Asante sana. Nous savions que alhamdulillah, nous savions que ça allait être très difficile. Vu la qualité de l'équipe des KMC et vu que le match vient après un grand derby en Afrique avec une très bonne équipe, avec une grosse intensité, absence de joueurs blessés, des joueurs qui sont fatigués et d'autres joueurs qui manquent de compétition contre une bonne équipe, ça donne un match extrêmement difficile et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. C'était vraiment prévu. Mais finalité, alhamdulillah, mes joueurs ont fait un effort supplémentaire. Nous étions très mauvais vraiment en première mi-temps. Je pense que deuxième mi-temps, on était un peu mieux. Et je félicite mes joueurs vraiment pour les efforts qu'ils ont donnés aujourd'hui. Tulijua kama mechi itakuwa mechi ngumu, sababu KMC ni timu nzuri, na pia mechi yenyewe imekuja baada ya mechi ya derby ambao wachezaji wametumia nguvu sana kwenye mechi ya derby. Pia kwenye mechi ya leo wengine hawakuwepo, wengine walikuwa na uchovu, na wengine ambao wamecheza hawana game fitness. So tulijua kama itakuwa mechi ngumu, na ndio maana kipindi cha kwanza kama mliona mechi ilivyokuwa, alhamdulillah tumepata matokeo. Kipindi cha pili wachezaji wamejitahidi wakacheza angalau vizuri kidogo na kutumia nguvu ya ziada ili kupata ushindi. So anawapongeza wachezaji kwa juhudi ambao wametumia ili kupata ushindi. Asante, nakaribisha maswali.
Kwa coach na karibu. Coach alianza na mabadiliko ya wachezaji watano katika kikosi kilichopita, na kikosi kilichopita kwenye mchezo uliopita dhidi ya Simba. Nini aligundua? Tu as fait le changement de 5 joueurs à l'équipe qui a joué contre Simba. Qu'est-ce que vous avez remarqué pour faire ce changement de 5 joueurs sur l'équipe qui a commencé contre Simba? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Comment, c'est-à-dire Non, il demande qu'est-ce que tu as trouvé pour... c'est-à-dire qu'à cause de quoi que tu as fait ces changements de 5 titulaires sur l'équipe qui a commencé contre Simba? Donc par rapport à l'équipe, nous avons Mayele qui était blessé, Juma a été blessé, qui encore il a joué, il n'est pas là aujourd'hui. Kibwana. Au fait, il y avait deux choses. Nous avons 2 joueurs blessés et nous avons 2 joueurs qu'il faut se projeter pour le match de Mwanza et le match de club africain tunisien. Il faut jongler avec la récupération. Aujourd'hui, on a récupéré Kibwana. La semaine prochaine, c'est au tour d'autres joueurs qui vont récupérer. Et ainsi de suite. Donc, on manage pour 3 matchs et pas uniquement pour le match d'aujourd'hui. Et les blessés aussi. Et tout en gardant la balance de l'équipe. Tulifanya hivyo sababu Juma na Mayele wameumia, lakini pia tumebalance sababu ya mechi tuna mechi Jumamosi, pia kuna mechi ya Club Africain. African Club ya Confederation, so lazima tuangalie jinsi ya kupanga kikosi, wamoja wapumzike, wengine wacheze, ili tukija kucheza na wale tujue jinsi timu itabalance. Salabele? Yes. Mwalimu, kipindi cha kwanza dakika 43 kama ambavyo wamepangwa watakupigia makofi. Pengine ina tafsiri gani kwako ikiwa ni mchezo wa 44 ikiwa yafunga? On dit à la 43e minute, on t'avait applaudi, tout le public t'avait applaudi pour le 43e match sans perdre. D'après vous, comment vous pouvez expliquer à propos de ça? Moja asanteni wananchi pour this support. Ça m'a beaucoup touché. Ça montre l'amour que j'ai et le respect que les fans ont envers ma humble personne, parce qu'ils savent que j'ai tout donné pour Yanga, et ils savent que j'ai donné tout et je continue, Inch'Allah, pour donner. Je demande pardon parce que c'était en plein match dur. Je ne me suis pas dirigé pour le remercier parce que je devais rester donc, pendant les 43 minutes. Mais je profite vraiment pour lui dire un très grand merci. Et je prie Dieu que je puisse continuer à les rendre heureux le plus longtemps possible, Inch'Allah. Inch'Allah. Ni ishara ya upendo na anafurahi sana kwa kitu ambacho, kwa upendo ambao wanayanga wamemuonesha. Itabaki moyoni mwake maisha yake yote mazima, sababu Yanga, mashabiki wa Yanga wamemthamini na kumuonesha upendo wa hali ya juu kutokana na kazi anayoifanya na yeye kujitolea na kujituma, na haitoishia hapa, ataendelea kujitolea kadri ya uwezo wake ili kuhakikisha Yanga inafanya vizuri, huku mashabiki mkiwa naye pamoja. So anaomba msamaha kwa muda ule ambao mashabiki walisimama wote kumpigia makofi. Angekuja naye pia kuwapigia makofi, lakini kutokana na attention ya match ilikuwa ngumu, akashindwa jinsi ya kuja kuwapongeza na nyinyi, lakini anawashukuruni sana na anawapenda sana. Tuombeni Mungu, insha Allah tutaendelea kufanya vizuri kwa pamoja hadi huko mbeleni.